Baada ya Hamas kuthibitisha kuachia mateka 7, sasa hivi picha rasmi za mateka zimeachiwa rasmi, na inaripotiwa kuwa tayari wameshajiunga na jeshi la IDF, yani kuthibitisha kile ambacho kilikuwa kinakubaliwa ama makubaliano ya mwanzoni ambayo yalikuwa yamefikiwa. Jina la kwanza ambalo kuachiwa ni anaitwa Matan Anglesti. Pia huyu ni mtu wa Israeli sambamba na Eitan Mol. Mwingine ni Gary Berman, Omri Miran sambamba na Aloni Ohel. Mwingine ni Guy Gilboa Dalan na Ziv Berman. Hawa ni mateka wa kwanza 7 kuachiwa na kundi la Hamasi chini ya usimamizi wa Red Cross ili kuweza kusindikizwa moja kwa moja mpaka mpakani kupokelewa na jeshi la Israeli yani IDF na liweze kuwarejesha nyumbani salama. Tukio hili limekuwa ni tukio ambalo linafuatiliwa na watu mbalimbali duniani kwa siku ya leo Oktoba 13, kwa sababu siku ya Jumatatu ndio siku ambayo ilikuwa inatajwa ni siku ya kubadilishana mateka na kila mmoja ataweza kurejeshwa nyumbani kwake ikiwa yupo hai ama amefariki. Na ripoti ambazo zinaelezwa mpaka hivi sasa ni kwamba upande wa Israeli nao wamejibu kwa kuachilia wafungwa takriban 1196 ndio ambayo listi ama orodha ambayo imeachiwa ya wafungwa waweze kurejea. Pia wameweza kuchukuliwa na mabasi na wao sasa rasmi wanaenda katika ukanda wa kwao Palestina ule wa Gaza, kwa sababu tu vita vikubwa vilianzia mwaka juzi yani 2023 ile Oktoba 7, ambapo takriban watu 1200 na ripotiwa hivyo walikuwa wamepoteza uhai. Na majibu mengine ambayo yamekuja ni kwamba upande wa Gaza ama Palestina takriban 67 waliweza kufariki kwa takriban miaka 2 ya vita ama mapigano ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya kundi la Hamasi sambamba na watu wa Israeli. Majibu haya yameacha msongo mkubwa, lakini pia funzo kubwa kati ya mataifa haya mawili, kwa sababu uhai wa watu wengi umeweza kuharibiwa. Hatua ambazo zinafuata inaelezwa kuwa ni ngumu zaidi kuzitekeleza, lakini watu matumaini yao labda inaweza kufikiwa na mwanga ukiweza kurejea tena ndani ya Mashariki ya Kati.